tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026, kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Wendy William Ishengoma na wenzake wanne imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya rushwa na uhujumu uchumi mbele ya Mheshimiwa Jaji Salwat Kazi. Na kesi hiyo leo ilikuwa imekuja kwa ajili ya kuchukua ungamo au kanusho na usikilizwaji wa awali kwa maana ya pre-taking and preliminary hearing. Sasa zoezi hilo limeshindwa kuendelea leo mahakamani baada ya upande wa utetezi ukiongozwa na mimi wakili Peter Madeleka kuibua hoja kuhusu ubovu wa hati ya mashtaka ambayo iko mahakamani na inayowashikilia wateja wangu. Na msingi wa hoja hiyo ya ubovu wa hati ya mashtaka ni kwamba shtaka namba 5 ambalo ni shtaka la utakatishaji fedha limeletwa chini ya kifungu cha sheria ambacho hakipo kwenye sheria ya utakatishaji fedha. Na kifungu hicho kama kilivyoandikwa kwenye hati ya mashtaka ni kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza B na B. Sasa ukienda kusoma hiyo sheria huwezi kukutana na kifungu cha aina hiyo. Na kwa sababu ni kanuni ya wazi kabisa ya kisheria ambayo inataka mshtakiwa asomewe maelezo ya kosa linalomkabili kutokana na sheria. Kama kosa hilo limeletwa mahakamani kwa kutumia sheria ambayo haipo, kimsingi hati ya mashtaka na kosa lenyewe kwa ujumla hilo linakuwa halipo. Kwa hiyo baada ya kuona hiyo hoja, upande wa Jamhuri kwa haraka sana waliomba mahakama amri ya kwenda kubadilisha kwa maana ya kufanya amendment ya hati ya mashtaka. Kwa hiyo mahakama ilikubaliana na hoja yao, wameambiwa walete hiyo hati ya mashtaka kesho saa 3 kamili asubuhi iwe imeshasajiliwa mahakamani kwa mujibu wa taratibu zote za kisheria. Kifupi, hayo ndio yamejiri leo na sisi hatuna wasiwasi, tunaamini tutatimiza wajibu wetu ipasavyo kama mwakilishi au wakili wa washtakiwa. Tumejiandaa kwa hoja zote za kisheria, lakini na hoja za zote ambazo zitaletwa ili tu kuweza kuhakikisha kwamba mahakama inasaidiwa vizuri na sisi mawakili wa pande zote mbili kuweza kufikia kwenye maamuzi ambayo yatakuwa ni ya haki.